Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Jeshi la Marekani linadaiwa linajiandaa kwa uwezekano wa operesheni endelevu za wiki moja dhidi ya Iran ikiwa Rais Donald Trump ataamuru shambulizi hilo. Maafisa wawili wa ndani wa Marekani waliambia shirika la habari la Reuters, katika hali ambayo inaweza kuwa mzozo mkubwa zaidi kuliko ilivyoonekana hapo awali kati ya nchi hizo mbili. Kufichuliwa kwa maafisa hao ambao hawakuzungumza kwa sharti la kutajwa majina yao kwa sababu ya hali nyeti za upangaji huo kunaongeza hatari kwa diplomasia inayoendelea kati ya Marekani na Iran. Wanadiplomasia wa Marekani na Iran walifanya mazungumzo nchini Oman wiki iliyopita katika juhudi za kufufua diplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran baada ya Trump kukusanya vikosi vya kijeshi katika eneo hilo na kuzua hofu ya kuchukua hatua mpya za kijeshi. Hata hivyo, wakati huu meli nyingine ya kivita ukiacha ile ya USS Abraham Lincoln inaelekezwa Mashariki ya Kati. Ni meli nyingine kubwa ambayo Rais Donald Trump ameisifia kwamba ni meli hatari mno itakayoshirikiana na ile ya USS Abraham Lincoln katika kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Maafisa wa Marekani wamesema mnamo Ijumaa kwamba Pentagon ilikuwa ikituma chombo cha ziada cha kubeba ndege katika Mashariki ya Kati na kuongeza maelfu zaidi ya wanajeshi, ndege za kivita, waangamizaji wa makombora ya kuongozwa na vikosi vingine vya moto vinavyoweza kufanya mashambulizi na kujilinda dhidi yao. Trump akizungumza na wanajeshi wa Marekani siku ya Ijumaa katika kambi moja huko North Carolina, amesema imekuwa vigumu kufanya makubaliano na Iran licha ya kwamba bado mazungumzo ndiyo kwanza yameanza, na awamu ya kwanza mazungumzo hayo yamefanyika huko Muscat nchini Oman, ambayo rais wa Marekani aliyasifu kuwa mwanzo mzuri wa mazungumzo, lakini wakati huu anasema kwamba hana imani kwamba mazungumzo hayo yataweza kufikia muafaka kati yake na Tehran, na hivyo maandalizi makubwa ya kuishambulia Iran yanaendelea. Rais wa Marekani Donald Trump anaona kwamba ni wakati sahihi wa kufanya shambulizi dhidi ya Iran inayodai kwamba imejiandaa kikamilifu kwa ajili ya kulipa kisasi endapo itashambuliwa. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema hii itazua vita kubwa mno. Wakati mwingine unapaswa kuwa na hofu. Hilo ndilo jambo pekee litakaloweza kutunza hali hiyo, Trump alisema. Alipoulizwa maoni yake kuhusu maandalizi ya operesheni ya kijeshi ya Marekani inayoweza kuwa endelevu, msemaji wa White House alisema Trump ana chaguzi zote mezani kuhusu Iran. Anasikiliza mitazamo mbalimbali kuhusu suala lolote, lakini hufanya uamuzi wa mwisho kulingana na kile ambacho ni bora kwa nchi yetu na usalama wa taifa, pamoja na yeye atakavyoona inafaa. Hata hivyo, Pentagon ilikataa kutoa maoni. Marekani ilituma meli mbili za kubeba ndege katika eneo hilo mwaka uliopita ilipofanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran. Hata hivyo, operesheni ya June ya Midnight Hammer kimsingi ilikuwa shambulio la mara moja la Marekani, huku washambuliaji wa siri wakiruka kutoka Marekani kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran kwa kutumia makombora ya Bank Buster kupitia ndege za B-2. Iran ilifanya shambulizi la kulipiza kisasi katika kambi ya Marekani ya Al Udeid huko Qatar. Hii iliongeza mvutano kati ya Marekani na Iran, lakini ni wakati ambapo rais wa Marekani mwenyewe alitaka kusitishwa kwa vita hivyo mara moja. Hatari inaongezeka ambapo mipango inayoendelea wakati huu ni migumu zaidi, maafisa wanasema. Katika kampeni endelevu, jeshi la Marekani linaweza kugonga vituo vya serikali na usalama vya Iran, sio tu miundombinu ya nyuklia, mmoja kati ya maafisa wanasema. Afisa huyo alikataa kutoa maelezo mahususi. Wataalamu wanasema hatari kwa vikosi vya Marekani itakuwa kubwa zaidi katika operesheni hiyo dhidi ya Iran, ambayo inajivunia safu kubwa ya makombora. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran pia yataongeza hatari ya mzozo huo kikanda. Afisa mmoja anasema Marekani ilitarajia kikamilifu Iran kulipiza kisasi na kusababisha mashambulizi ya kurudi nyuma na kulipiza kisasi kwa muda. White House na Pentagon hazikujibu maswali kuhusu hatari ya kulipiza kisasi au migogoro ya kikanda. Trump ametishia kwa mara nyingine tena kuishambulia Iran kutokana na mipango yake ya nyuklia na makombora ya ballistic na ukandamizaji wa upinzani wa ndani. Mnamo Alhamisi alionya njia mbadala ya suluhisho la diplomasia itakuwa ya kiwewe sana na ya kutisha sana ambayo itaikumba Iran, akimaanisha kwamba Iran inaweza kushambuliwa shambulizi baya zaidi ambalo halikuwa kutokea katika siku za hivi karibuni.
Walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran wameonya kuwa iwapo kutatokea mashambulizi katika ardhi yao, wanaweza kulipa kisasi kisichomithilika dhidi ya kambi yoyote ya kijeshi ya Marekani, huku akianza na Tel Aviv. Marekani ina kambi za kijeshi katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Falme za Kiarabu na Uturuki. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikutana na Trump kwa mazungumzo huko Washington siku ya Jumatano ya wiki hii, akisema kwamba ikiwa makubaliano na Iran yatafikiwa, ni lazima jumuishe vipengele ambavyo ni muhimu kwa Israel. Iran imesema ipo tayari kujadili vikwazo vya mpango wa nyuklia ili kuondoa vikwazo, lakini imekataa kuhusisha suala hilo na makombora yake ya ballistic. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.